Sisemi kwamba sitafanya siasa, lakini kwa hatua sasa nagota wanachama wangu, nagota vyeo vyangu, nahitaji kupumzika na kutafakari. Lakini azma ya mimi kuendelea na mabadiliko katika taifa hili iko pale pale. Nimekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya kanda ya kaskazini, mwenyekiti wa kamati ya fedha na rasilimali ya kanda. Bado mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa na mjumbe wa baraza kuu. Nimehudumu chama hichi nyakati ngumu na nyakati za furaha. Leo nimesimama si kwamba nina furaha sana kuzungumza na ninyi, lakini imenilazimu nizungumze, na nizungumze kwa niaba ya mkoa wa Kilimanjaro kama mwenyekiti wa mkoa huu. Hivi karibuni chama chetu tumekuwa na mwenendo ambao hauridhishi. Tulilelewa katika mazingira mazuri ya mshikamano na umoja na wazee wetu waliotutangulia, akiwemo mzee Philemon Desamburo, ambaye ametujenga sana kuwa na mshikamano mkoa wa Kilimanjaro, tukawa ni familia moja inayopendana. Lakini kwa sasa ndani ya chama chetu kuna mazingira ambayo hayaridhishi. Hajulikani mwenyekiti ni nani, katibu ni nani, mwanachama ni nani. Matusi na kejeli baada ya kupata uongozi mpya. Kwa wale wachache tuliokuwa tunamuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe, tumeishi kwa miezi mitatu minne hii katika mazingira magumu sana. Nimekitumikia chama hichi katika mazingira ambayo hata nikisimama hapa mbele yenu najisikia sina furaha. Ukizingatia nimefanya kazi katika milima ya Upare. Nakumbuka kuna kipindi ilikuwa Same tukianza kufanya siasa, kuna uwanja unaitwa Kwasa. Unaita mkutano, kipindi hicho kuna rafiki yangu anaitwa Christopher Mbajo. Unaandaa mkutano, mnazungumza wenyewe. Hakuna hata watu wa kuwasikiliza. Leo tumefikisha chama pale Same katika mazingira ambayo Chama cha Mapinduzi wanajua Chadema ni chama cha namna gani. Lakini ndugu zangu, ninapozungumza haya sina furaha kwa sababu mnajua nimegombea ubunge mwaka 2020 katika jimbo la Same Magharibi. Mimi ndiye nikistahili kuwa mbunge wa jimbo lile. Ilitakuwa kazini imalizie kwa wivu mkubwa mno. Lakini kama mnavyojua chama chetu hakitashiriki uchaguzi huu kutokana na maamuzi ya chama. Wachache tumejitoa katika kushauri chama. Kuna watu wanaitwa G55, mimi ni miongoni mwao, ni petitioner namba 9 kwenye waraka ule. Tumekishauri chama chetu kwamba hatuwezi kukimbia pambano. Twendeni tukazuie uchaguzi, sawa na kubali tukiwa ndani ya uchaguzi. Mawazo yetu yamekuwa ni mawazo ambayo yamekuwa tunatukanwa, tunaonekana hatufai, tunaitwa wasaliti, tunaitwa tumetumwa, tunaitwa madalali, matusi asubuhi mpaka jioni. Sisi kama viongozi na mimi kama mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro Gervas Mgonja, nizungumzie mimi binafsi. Leo nakiri mbele yenu kwa vyeo vyangu nilivyovitaja: mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro, mjumbe wa mkutano mkuu taifa, mjumbe wa baraza kuu, mjumbe wa kamati ya utendaji ya kanda. Leo nakiri mbele yenu kwamba najivua rasmi vyeo hivyo, na wanachama wangu unagota ndani ya Chadema leo tarehe 11 mwezi wa 5 2025. Mimi sijastaafu, ni kijana mdogo. Sisemi kwamba sitafanya siasa, lakini kwa hatua sasa nagota wanachama wangu, nagota vyeo vyangu, nahitaji kupumzika na kutafakari. Lakini azma ya mimi kuendelea na mabadiliko katika taifa hili iko pale pale. Katibu wangu wa mkoa alizungumza jana kwamba gari likipata pancha hatujifungii ndani ya gari. Azma yetu ni kufika mwisho wa safari. Hatukuingia Chadema kwamba tujifungie ndani ya gari. Gari limepata pancha. Wachache tunashuka, tunaendelea na safari kwa miguu ama kwa baskeli. Wanaobaki Chadema acha wazibe pancha. Gari likitengemaa
watatukuta mbele ya safari, kwa maana nia na madhumuni yetu ni kufika mwisho wa safari na sio kujifungia ndani ya gari. Mapambano yanaendelea, kazi tutaendelea kuzifanya, hatujastaafu, tutaendelea kufanya kazi pamoja. Wananchi wangu wa jimbo la Same Magharibi, nipo, nitaendelea na nyie. Mkoa wa Kilimanjaro, nipo, nitaendelea na nyie. Lakini kwa hatua sasa, kwa akili zangu timamu, leo tarehe 11 mwezi wa 5, nimejivua na sifa zangu na wanachama wangu umegota. Nawashukuru sana, asanteni sana mkoa wa Kilimanjaro. Niliyesimama mbele yenu ninaitwa Grace Kiwelu. Ni mwenyekiti wa BAWACHA mkoa wa Kilimanjaro. Ni mwenyekiti wa kamati ya fedha ya kanda ya Kaskazini. Ni mjumbe wa kamati tendaji ya BAWACHA taifa. Leo nimesimama mbele yenu kwanza kusema asante kwa chama changu Chadema. Kimenipa heshima, nimekuwa mbunge, nimekuwa mjumbe wa kamati kuu ndani ya hiki chama, na nimejiunga na chama hichi toka mwaka 1992 nikiwa binti, na leo nazeeka ndani ya chama. Lakini leo nimesimama mbele yenu kwa maumivu makubwa, kwa sababu nitasema mwishoni ninakwenda kufanya nini. Chama changu nilikipenda sana na nilikitumikia kwa moyo wa dhati. Tulizunguka nchi nzima hii kuijenga Chadema. Tulikuwa tunazunguka na mwenyekiti mstaafu Mbowe kuhakikisha chama chetu kinaenea Tanzania nzima. Tulifanya ziara wakati huo tukiwa wabunge 5, mimi nikiwa mbunge pekee mwanamke, kuzunguka nchi hii. Tukiwa na fuso, tunaweka viti, meza, spika, tunazunguka. Hatuna mwanachama hata mmoja huko tunakokwenda. Tukifika tunashusha meza, tunashusha viti, tunafunga spika, tunaanza kuitangaza Chadema. Tunahutubia miti na watoto wadogo. Lakini namshukuru Mungu, Chadema imefika hapa ilipofika leo. Lakini badala ya kuvuna heshima, tunavuna matusi. Wamesema wenzangu, mimi pia ni mmoja wa G55. Tulikishauri chama kwa nia njema kwamba tunahitaji reforms ndio, lakini tusizuie uchaguzi. Unawezaje kuzuia uchaguzi wakati wewe sio mshirika wa uchaguzi? Tunafanyaje mikutano wakati sisi sio, tumeshasema tunakwenda kuzuia uchaguzi? Tunauzuia uchaguzi kwa aina gani? Wakasema tutazuia kwa maandamano. Hivi leo wananchi wangu wa Vunjo, leo niwaambie tuandamane kuzuia uchaguzi, tunaanzia wapi, tunaishia wapi? Wazee wangu wa Vunjo ambao ninawajua pamoja na vijana, leo tumefanya, mzee wangu Kisauti amenyoosha mkono pale, yeye ni shahidi. Maandamano tunayofanya, hao vijana ambao wanaandika leo kutukana mama zao, baba zao kwenye mitandao, huwaoni. Mimi nikasema, na niwaombe sana wananchi wangu wa Vunjo. Nilikuwa mmoja wa G55 kwa sababu ninawajali, ninawaheshimu na ninawapenda. Uamuzi nao uchukua hapa leo, mnisamehe. Nakipenda sana, nilipenda sana Chadema kwa sababu ilinipa heshima sana. Kufika hapa nilipofika, nilijengwa na Chadema. Lakini sasa itoshe kusema kuanzia leo tarehe 11 mwezi wa 5 ninajiondoa rasmi Chadema. Ninakwenda nyumbani. Bado nina nguvu,
Sisemi ninaacha siasa, lakini acha kwanza nikapumzike. Na ninamshukuru Mungu sana kwamba tarehe 27 mwezi uliopita Mungu alinipa mjukuu na kwenda kulea mjukuu wangu. Nimechoka na matusi ya mitandaoni kila siku. Na nilimwandikia katibu mkuu kumwambia, Mheshimiwa Katibu Mkuu, kwanza ninajitoa kwenye kinyang'anyiro cha kugombea ujumbe wa kamati kuu kwa sababu ya matusi. Message ninayo hapa. Katibu mkuu hakunijibu mpaka leo hajajibu. Tuna group alilianzisha katibu mkuu linaitwa Mamama. Mwenyewe alidiriki kulifunga kwa sababu ya matusi. Sasa viongozi wanaona matusi hawakemei. Kosa kwamba tulimuunga Mheshimiwa Mbowe mkono. Nilimuunga kweli mkono Mbowe kwa sababu niliona kazi aliyoifanya mageuzi ndani ya nchi na ndani ya chama chetu. Bila Mbowe tusingekuwa na Chadema. Tusingekuwa na Chadema ambayo tunayo leo. Ana haki ya kupongezwa, ana haki ya kusifiwa. Kwa hiyo mimi niko tayari na nimeshachukua maamuzi yangu kwamba leo ninafikia mwisho wa kuwa mwanachama wa Chadema. Niwashukuru viongozi wangu wa BAWACHA mlioko hapa, mmeniunga mkono, mwenyekiti wenu. Tutakwenda pamoja kuhakikisha tunakwenda kupigania haki za wanawake, haki za wananchi wetu, mpaka tuyafikie yale malengo tuliyokuwa tumeyategemea kuyafikia.